Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Bado uko nami Adam Hussein na bado tunaendelea kukujuza mengi yanayojiri huko duniani. Lakini tukuelekea katika Mashariki ya Kati, tunaelekea huko nchini Yemen ambapo kumekuwa na mashambulizi ya mara kwa mara kati ya Marekani pamoja na kundi la wapiganaji wa Kihouthi ambalo wakati huu limeamua kufanya mashambulizi zaidi dhidi ya meli na ndege za Kimarekani. Wiki iliyopita katika kipindi cha sikukuu, Marekani ilifanya mashambulizi makubwa wakati raia wa Yemen wakiwa katika sherehe za sikukuu za Eid el-Fitr, na inadaiwa kwamba Marekani ilitumia makombora pamoja na ndege zisizokuwa na rubani kushambulia maeneo mbalimbali huko nchini Yemen. Lakini jeshi la wa Yemen limesubiri sikukuu kumalizika na wakati huu limeamua kufanya mashambulizi mazito. Jeshi la Yemen la Houthi limetangaza kuangusha ndege ya kivita na isiyokuwa na rubani ama drone ya Marekani aina ya MQ-9 katika mkoa wa Marib, ikiwa ni drone ya 16 kuangushwa na nchi hiyo tangu Oktoba 7 mwaka 2023. Taarifa ya jeshi la Yemen iliyotolewa Jumatatu usiku imesema, katika kulipiza kisasi uvamizi wa Marekani dhidi ya nchi yetu, kikosi cha ulinzi wa anga kimefanikisha kuangusha drone za Marekani, na wakati huu imeiangusha drone yake aina ya MQ-9 Reaper miongoni mwa ndege ghali duniani wakati ilipokuwa ikitekeleza operesheni za uhasama katika anga ya mkoa Marib kwa kutumia kombora ambalo limeundwa hapa nchini, taarifa ya wa Yemen imeeleza. Taarifa hiyo pia imesema hii ni drone ya 16 ambayo kikosi chetu cha ulinzi wa anga kimefanikiwa kuiangusha wakati wa vita vya ushindi ulioahidiwa na jihadi tukufu kwa ajili ya kuunga mkono watu wa ukanda wa Gaza. Drone moja ya -9 Reaper inagharimu takriban dola milioni 33. Ni miongoni mwa drone ghali duniani na ni miongoni mwa drone ambazo hutumiwa na baadhi ya mataifa machache sana kutokana na ughali wake. Jeshi la Yemen limethibitisha kuwa litaendelea kuzuia meli za Israel kupita katika Bahari Nyekundu na Bahari ya Kiarabu na litaendelea kuunga mkono watu wa Palestina hadi uvamizi dhidi ya Gaza utakapoisha na mzingiro kuondolewa. Taarifa hiyo imesema kuwa vikosi vya jeshi la Yemen havitasita kwa msaada wa Mwenyezi Mungu kutekeleza operesheni zaidi za kujihami dhidi ya meli zote za kivita za adui katika siku zijazo. Jumapili usiku Marekani ilitekeleza mashambulizi yake mengine ya uhasama dhidi ya Yemen kwa lengo la kulazimisha nchi hiyo ya Kiarabu kusitisha msaada wake wa Wapalestina wa Gaza. Ndege za kivita za Marekani zilifanya mashambulizi wa makali 13 ya anga katika mji mkuu wa Yemen, Sanaa. Wa Yemen wamekuwa wakilenga ngome za utawala wa Israel na Marekani kwa ajili ya kuunga mkono wa Palestina wa Gaza tangu utawala ulipoanzisha vita vyake vya kuangamiza dhidi ya Gaza mnamo Oktoba 7 mwaka 2023, na kwa mujibu wa uvamizi wa Marekani na Uingereza dhidi ya nchi yao. Operesheni hizo zimefanikiwa kufunga bandari ya Eilat kusini mwa ardhi zinazokaliwa kwa mabavu na kusababisha hasara kubwa za kiuchumi kwa Waisrael. Jeshi la Yemen limesema halitasita mashambulizi yake hadi mashambulizi ya ardhini na ya anga ya Israel dhidi ya Gaza yatakapokoma. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ambayo tunayo kwa sasa, na bila shaka nawe una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kutufuatilia, endelea kuwa nasi wakati wote, utakuwa ukiyafahamu mengi ambayo yanajiri katika ulimwengu.